Jina langu ni Clement Sanga kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Nimemwakilisha mkurugenzi wa elimu ya juu ambaye alikuwa anamwakilisha naibu katibu mkuu sayansi ambaye alikuwa ni mgeni maalum kwenye event hii ya leo. Tuko hapa kituo cha sayansi na utamaduni cha Urusi. Leo kuna maonyesho ambayo yanaandaliwa na kituo hiki ambayo yanatoa fursa kwa Watanzania kupata nafasi ya kukutana na wawakilishi wa vyuo vikuu mbalimbali vya kutoka Urusi ili waweze kuomba fursa za ufadhili wa masomo nchini Urusi. Kwa hiyo zoezi hili limekuwa likifanyika kwa miaka kadhaa sasa. Kituo kinaratibu wakishirikiana na ubalozi wa Urusi ambapo vyuo vya kutoka Urusi huwa vinakuja. Mwaka jana kulikuwa na vyuo 10 lakini mwaka huu vimeongezeka, kuna vyuo 12 kutoka Urusi. Kwa hiyo katika maonyesho haya vyuo hivyo vinapata fursa ya kuwaonyesha Watanzania programu mbalimbali wanazofundisha, namna ya kuomba, lakini Watanzania pia wanapata fursa ya kuuliza maswali mbalimbali. Nchi ya Urusi inatoa ufadhili kwa Watanzania wanaokwenda kusoma Urusi na wamekuwa wakiongeza fursa hizi mwaka kwa mwaka. Mwaka 2021 tulikuwa na nafasi 20 lakini wakaongeza mpaka 50, lakini kwa miaka miwili mitatu iliyopita tumekuwa na nafasi 90. Watanzania wanakwenda kusoma Urusi wakigharamiwa gharama za ada, lakini huwa wanapewa na posho kidogo na serikali ya Urusi. Wazazi wanapaswa kugharamia gharama zingine kama nauli na gharama zingine za kujikimu kwa wanafunzi wanaosoma huko. Field zinazotolewa ni kuanzia shahada ya kwanza mpaka PhD. Kwa hiyo Watanzania mbalimbali wanaonufaika, wanaopata fursa hizo wanaweza kwenda kupata fursa hizo. Kwa mwaka huu pamoja na kuonyesha hapa Dar es Salaam, pia wamepanga kwenda chuo cha Mweka, Arusha, lakini pia taasisi ya Nelson Mandela Arusha, ili Watanzania pia walioko ukanda wa kaskazini wapate fursa hiyo. Nafikiri pia itakuwa ni nafasi yao nzuri kukutana na wanafunzi wetu ambao wako pale bootcamp, ambao watakuwa wanahitaji kupata fursa za masomo nchini Urusi kwenye maeneo ya data science ambayo ndio kipaumbele na cyber security. Kwa hiyo mwanafunzi atakuwa na option baada ya kuviona vyuo mbalimbali vya Urusi. Pia toa wito kwa Watanzania kuendelea kufika kituo cha utamaduni cha Urusi kwa ajili watakuwepo hapa leo na kesho, lakini pia kuendelea kuwasiliana na kituo hiki kwa ajili ya mawasiliano zaidi na vyuo vya Urusi. Linki kwa ajili ya kufanya application imetolewa na kuna wakati mwingine kunakuwa na interview ambazo zinafanyika. Kwa hiyo ni vizuri sana tukaomba. Watanzania wengi, asilimia kubwa wamekuwa wakiomba fursa za masomo ya udaktari na mengine yanayofanana na hayo kwenda Urusi, lakini kwa kawaida Warusi wanatupa asilimia 10 tu ya zile nafasi kwa ajili ya field hiyo. Kwa hiyo kwa mwaka huu kwa zile nafasi 150 watakao bahatika kwenda kusoma udaktari watakuwa watu 15, udaktari wa binadamu. Lakini ziko field zingine zinazofanana na hizo kwenye afya wanaweza wakaomba, na field zingine mbalimbali. Mtu anapopata elimu nzuri duniani anapata fursa ya kuajiriwa mahali popote pale. Sio lazima tu aajiriwe hapa nchini, anaweza akaajiriwa Russia au mahali pengine popote duniani kulingana na sifa na umahiri atakaoonyesha kwenye eneo hilo. Lakini wapo Warusi wengi, Watanzania wengi wanaosoma Urusi, wakimaliza wanarudi na kuajiriwa nchini na kufanya kazi mbalimbali. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.